fala shakka anna lahu fawaidun kathira, hapana budi, hakuna wasiwasi kwamba funga bana ina faida nyingi, illa anna Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa sisi pahala tulipo bana Mwenyezi Mungu ameweka wazi, qad awdaha alfaidata alkubra, ameweka wazi Mwenyezi Mungu faida kubwa lisiyami, iliyomo kwenye funga, fil ayati allati dhakartuha anifa, katika aya ambayo nimeitaja hivi karibuni, wa hiya kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fawsawmu furida ala al-umami allati, basi funga imefaradhishwa katika mataifa ambayo nazalat alaiha kutubu samawiya, yaliyoteremkiwa mataifa hayo na vitabu vya mbinguni, kataurati wal injil, kama vile Taurat wa Injil. Hawa wote walipata jambo hilo la kufunga. Wa in lam yakun fi shiddati sawmi almuslimin, hata kama wao hawakupata jambo kubwa zaidi kama vile ambavyo wanafunga waislamu wa sasa hivi, bal inna ba'd an-nasi, bali hata baadhi ya binadamu, wa baadhi al-kainati, na baadhi ya vitu vilivyopo, taltazimu sawma ahyanan, hulazimikiwa na kufunga baadhi ya wakati. Wachilie mbali hayo waislamu kitu gani, bali hata baadhi ya watu na vitu vilivyopo hulazimika mtu kwa lazima afunge, biihsasi min tabi'atiha, kutokana na hisia zilizokuwa nazo katika tabia ya vitu hivyo. Inda almarad, wakati mtu anapoumwa au mnyama anapoumwa au ndege anapoumwa, basi inakuwa hata ile kula hali kabisa. Unamtafuta kuku, unampelekea chakula, basi kwa kutwa nzima itapita, siku ya pili ipite, hali kafunga. Hal kadhalika na upande wa binadamu, wakati anapoumwa maradhi yake yamechache kabisa, inamlazimu kabisa kufunga, chakula hakiendi kabisa, bali anakitamani, lakini mdomoni hakipiti kabisa, hakipati ladha yake, yuko tayari kabisa kufunga, hata kama ape chakula kitamu namna gani, anasema mimi siwezi kabisa chakula hicho kukila, kafunga. Lakin al-imsaka 'ani at-ta'ami wash-sharabi, lakini kujizuilia kula na kunywa, washahawati, na matamanio ya kufanya tendo la ndoa mtu na mkewe, au macho pia vile vile, au nafsi inatamani, kwa nini leo nsende kushinda pahala fulani, kwenye maskani fulani, kwenye drafting nikawa ndo kigi mimi leo. Yani nafsi katika akajizulia katika matamanio hayo, min tulu'i shamsi ila min tulu'i al-fajr, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, fi kulli yawmin, katika kila siku moja, min ayami shahrin kamili, katika masiku ya mwezi mzima, huwa shahru ramadhana. Hadha an-naw'u min as-sawm, namna hii yafunga kama hii, lam yufarridillahu, hakuifaradhisha Mwenyezi Mungu, illa ala ummati Muhammadin, isipokuwa kwenye umma Muhammad peke yake alayhi salatu wassalam. Wa faidatuhu al-kubra, na faida yake kubwa kabisa hiya taqwa, ni jambo la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufanya mfupi baada ya kuangalia umri wa mataifa yaliyopita huko nyuma, kutokana na namna alivyoishi. Mtu anaishi miaka 1000 bana, halafu Nabii Muhammad anakuja kupewa miaka yake na umati wake ni 63. Sasa matendo ambayo wamewafanya hao na sisi hapa tutafikia namna gani bana kiwango? Ilibidi mtume aone kwamba hapa sisi tutapigwa sana hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa chombo cha Ramadhani al-Karim. Ndani yake muna jambo kubwa mno kabisa. Mwenyezi Mungu kaliweka, wachilia mbali ile mtu kufunga siku moja anayekuwa mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Kuna jambo moja kama mtu atalibaktika hilo,
khairun min alfi shahrin, ni bora kuliko ibada ambazo anafanya miaka 1000, miaka 80, na basi inakuwa ni bora kuliko ibada ambazo atafanya miaka hiyo yote. Lakini Nabii Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hilo kalificha. Kama unavyoona kamficha mja mwema, hakuna ajuaye katika Waislamu kwamba fulani bana ndo mja mwema. Mwenyezi Mungu kamficha, hakuna atambuaye. Kama unavyoona alivyoificha Mwenyezi Mungu saa ya kujibiwa maombi yake mtu katika swala siku ya Ijumaa ile, kaificha Mwenyezi Mungu. Hal kadhalika na jambo hilo Mwenyezi Mungu la kuweza kuibahatika kuitambua Lailatul Qadr, siku yenye hadhi kuliko miezi 1000, basi Mwenyezi Mungu kaificha hiyo. Pia mtu anabahatika kuipata, akibahatika ndo amekula sana mtu. Tayib, fama hiya taqwa, katika jambo kubwa ambalo tumeligundua humu kwenye aya na jambo la uchaji. Sasa uchaji ni kitu gani? Laqad arafa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ameleleza jambo hilo Umar ibn al-Khattab hina suila anha, wakati alipoulizwa na jambo hilo, bi an qala maanahu, kwa kule kusema maana ya takwa hasa. Akamjibu muulizaji, araaita law mashita fi ardhin, unaonaje wakati unapotembea wewe katika ardhi, biha shawkun, unatembea kwenye ardhi kwa hakika mna miba, na miba mikali mno, miba mikubwa mno. Madha kunta taf'al, wewe ukiwa unatembea kwenye ardhi ambayo ndani yake mna miba utafanya nini? Tuchukue mfano wale watu ambao wanakwenda pwani kwa ajili, pwani ile kutembea kwa miguu kwa ajili ya kuchokoa pweza, kitu gani? Wachukua wale ambao wanatembea kwenye miguu, kwa miguu kule kuna uyumba, kuna kitu gani? Kuna mapanga kule, kuna nyenga, kuna samaki ambao maduchi, kitu gani? Mashachavula hao, wanaweza mtu akamhujumu mara moja. Anaingia pahala mtu wakati mwingine pana kidimbi, pana uyumba mtupu. Sasa sehemu kama hiyo unafanyaje ndugu Muislamu? Anamwambia muulizaji, wewe kama wewe kwenye miba kama hiyo utafanya nini? Na uyumba ule ukikitoga ndo hakuna kufanya kazi. Kama umeenda zako pani usiku kule kwa ajili ya kutafuta ngisi au pesa, itakuwa hakufanyiki kazi. Na ukija kubahatika ukachoma mwiba na nyenga ule, ndo umekusha, hakuna kazi tena hapo. Itabidi urudi, kwa sababu simu yake inakuwa haisemeki. Au kama utachoma kabisa na mwiba aduchi ule, basi ndo hapasemeki kabisa, hakuna kufanya kazi, shongo lake halisemeki. Wengine inakuwa hawezi tena, pale mtu adondoka chini, anabeba kama patakuwa na pana wenzake, anabeba kwa kitanda, anapelekwa nyumbani, hawezi. Au shachevule ule anakuwa hawezi, au ngogo ule anakuwa tena mtu kesha kazi, hawezi. Inabidi hapo shindano za tetanus zifanye kazi, daktari ampige sindano ile ya tetanus kwa ajili ya kuvunja, kwa ajili ya kuondoa sumu ile. Kinyume na hivyo, shingo lake linakuwa halisemeki. Sehemu kama hizi wewe unakuwa unafanya nini? Anamuuliza muulizaji ambaye ameelezea kwani itakuwa hasa ni kitu gani? Qala, alotupiwa swala hilo akasema, kuntu abtaidu, mimi bana nikiona majiba namna kama hiyo, basi mimi ninajiweka mbali kwanza. Au kama hata wanaokwenda pwani, nikaona uyumba ule au maduchi, nikihisi kwamba dimbwi hili la maji, kawaida yake maduchi wanakuwa wengi, au nyenga wale wanakuwa wengi, na anakuwa tayari ashakuwa makini katika kuweka mkia wake ule, anaweka silaha, na ukikichoma umekwisha. Hakadha, basi mimi kuntu abtaidu, mimi ninajiweka mbali kabisa na mimba hiyo. Wa atawakha, na nakwepa Allah yusiba qadami, kwamba mwiba huo usiokachoma kwenye mwili wangu, kwenye mguu wangu, nakwepa sana. Basi ikiwa ni hivyo, Umar ibn al-Khattabi akamjibu muulizaji, fakadhalika taqwa,
Basi hivyo ndivyo ulivyo ucha Mungu. Kama unataka kutafuta an yabta'ida almu'min, ila kujiweka mbali muumini, mimma yughdhibu Allah, na mambo ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu, anatakiwa mtu ajiweke mbali, akwepe, ajitahidi. Ukiona pahala wanawake wanatembea uchi, tupa macho yako chini. Ukiona huko anasengenywa mtu, kimbia. Ukiona hapa anatajwa Mwenyezi Mungu vibaya, ondoka kabisa. Ukiona kwamba hapa watu muziki mtindo mmoja moto moto, weka masikio yako, mwambie Mwenyezi Mungu nihifadhi na jambo hili, kisiingie chochote katika nyimbo hizi kwenye moyo wangu kikaniharibia. Hakadha an yabta'ida almu'minu, ajiweke mbali bwana muumini, hasa katika kipindi hichi, mimma yughdhibu Allah, katika mambo ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu. Atakwenda mtu na maji kama hakuwa makini kabisa. Wayamalu, isitoshe si kwamba ajiweka mbali tu, yeye mwenyewe awe yuko tayari kufanyia kazi ma yurdi Allah, yale mambo yanamridhisha Mwenyezi Mungu, kumtaja kwa sana, sala za duha hizo, salatul layl, sala za usiku, kumtaja Mwenyezi Mungu, kusoma Qur'an al-Karim, kuwasaidia wanyonge. Hakadha sighafilike mtu katika mambo hayo, hatambui pengine likimalizika 10 la mwanzo ili Mwenyezi Mungu atamchukua. Leo hii wakati ninakuja darasani, watu wako koreko pale, watu wengi wenzetu tayari washaondoka duniani, wanafukiwa, hakumaliza kabisa 10 la kwanza. Na wewe jitahidi katika kuyafanya yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Huo ndo ucha Mungu. Usiutafute ucha Mungu sokoni wala dukani. Ucha Mungu bana unatafutwa katika nukta hizo. Wa yuraqibu Allah, nawe anamchunga Mwenyezi Mungu fi kulli a'malihi, katika matendo yake yote. Anapotaka kulala mtu amchunge Mwenyezi Mungu kabisa. Anapotaka kuingia chooni mtu asiwe tayari kuingia kujitupa katika gomba. Anapotoka chooni pia vile vile, anapoingia nyumbani aingie kwa mguu maalum na maneno maalum aliyofundisha Nabii Muhammad. Na anapoingia msikitini vile vile asikubali mtu kupitwa na maneno ya hayo aliyofundisha Nabii Muhammad. Na akitoka vile vile asikubali mtu kupitwa na mambo kama, amchunge Mwenyezi Mungu fi kulli a'malihi, katika matendo yake yote. Huo ndio ucha Mungu. Wa yulakhisu dhalika, na inafupisha hilo ala yulakhisu dhalika, na anapufisha hilo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sahaba Ali radhi za Allah zimendee juu yake. Fayaqulu Ali, na yeye ameona sio busara akawachia umma Muhammad hivi hivi, atoa mchango, na yeye ni sahaba mtume huyo. At-taqwa, anaeleza ucha Mungu ambalo ndiyo malengo ya Mwenyezi Mungu kutuletea Ramadhani. Ucha Mungu bana, hiya al-khawfu min al-jalil, ni ile kumwogopa mtu Allahu aliyetukuka. Awe naoga mtu kumsekenya mwenzi wake, Mwenyezi Mungu anamuona. Awe anaogopa mtu kupeleka mkono wake kwenye karata, aogope mtu kuchelewesha sala, aogope mtu basi ibada zinampita hivi hivi. Basi hiya al-khawfu min al-jalil, ni kuogopa kwa Mwenyezi Mungu aliyemtukufu. Wal amalu bitanzil, na kufanya mtu matendo kwa mujibu wa hoja, kwa mujibu wa Qur'an al-Karim, kwa mujibu wa hadithi. Anafanya kila utapomtupia macho mtu, basi pana kigezo cha Qur'ani, pana kigezo cha hadithi ya Mtume. Ukamtazama kwenye kidevu chake, kwenye uso wake mtu, basi kuna kigezo cha Mtume kafata. Hatoi ndevu zake, anaziachia kabisa, ana kauli ya Nabii Muhammad. Ukimtazama kwenye kifasi chake, yuko vile vile ana kauli ya Nabii Muhammad. Hairefushi kabisa kabisa masuruali yake yakavuka kivifundo vya miguu au makanzu yake. Yuko hivyo, kila unapomtupia macho basi yuko tayari kufuata mwenendo wa Nabii Muhammad. Anafanya matendo yake kwa hoja. Tayeb, waridha bilqalili, na ucha Mungu bana ni kuridhika na kile kichache ambacho amekukadiria Mwenyezi Mungu. Isiwe tena unaenda pahala kuiba, unasema uongo katika mambo yako ya biashara, unapapia tu mambo, unaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu kidogo alichokupa.
Walisti'dadu, lakini usisahau na kujiandaa liyaumi rahil, kwa siku ya safari, siku ya kuondoka hapa ukapelekwa kule makaburini ukatumbukizwa kwenye shimo. Unajiandaa na jambo hilo mja. Lini? Wakati gani? La tadri bi ayi ardhin tamut, huelewi kabisa saa ngapi, wakati gani, kwenye ardhi ipi utakufa mja. Ni jambo la siri, anatambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usihadaike kwa uzima ulionao, pengine karibu na kufungua kuftari ile, ushapika mambo yako, unajiandaa, matokeo yake karibu na kuftari, malakul mauti ateremka, anakuja kuchukua roho yako. Si mageni hayo, tutakutana nayo. Mtu tayari ashamenya muhogo wake, anataka kuweka jikoni, malakul mauti pale kateremka, kachukua roho yake. Hakuwahi hata kupika futari mtu. Basi walisti'dad, na kujiandaa liyaumi rahil, kwa ajili ya siku ya safari, siku ya kuondoka hapa duniani ukaelekea makaburini, ukaenda kuzikwa kule. Hiyo ndio cha Mungu. Fal mu'min, basi muumini la yazalu, hachikuwa kabisa, yuraqibu Allah, anamchunga Mwenyezi Mungu, fi saumihi, katika funga yake, wa yuhafidhu alayhi, na anahifadhi funga yake na kumhifadhi Mwenyezi Mungu, hatta yanakisa dhalika ala kulli sulukihi, mpaka chenji juu ya jambo hilo katika mwenendo wake wote. Ulimi wake uko tayari kumpokea Mwenyezi Mungu, vitendo vyake, mpaka chenji katika tabia zake mbaya, aje katika tabia ambazo zilikuwa nzuri. Fahuwa daimun, faidha huwa daiman, tahamaki yeye muda wote, fi muraqabati lillahi, yuko katika kumchunga tu Mwenyezi Mungu, asiyakenda pahala pengine akafa hali ya kuwa amekasirikiwa na Mola wake. Wa amala ala ridahu, na anafanya kazi ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, khushu'an wa mahabban, huku akinyenyekea na kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tilka hiya taqwa, bana usitafute ucha Mungu pahala popote, huwa ndio ucha Mungu. Wa tilka thamaratu sawm, nayo ndio matunda ya funga. Fa idha kana sawmu nisfu sabri, itakapokuwa funga ni nusu ya subra, inamfundisha Muislamu, kama jaa fil hadithi, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba funga bana inamfundisha mtu subra. فلأنه أيضا hakuna budi funga hiyo vile vile yuallimu sabra, inamfundisha mtu uvumilivu. Wala shakka, na hakuna budi yule ambaye man yastati'u an yamtani'a an shahawati albatni walfarji, yule ambaye taweza kujizuia na matamanio yake mawili ya tumbo na utupu wake, wayabtaidu an kulli ma yughdhibu Allah, na akayuka mbali na yale yote ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu kwa mchana wake wote, kwa siku zake zote za Ramadhani. Fahuwa taibun qawiyun, huyo mtu bana kwa hakika ni mtu mwingine kabisa, ametubu kweli, ni mwenye nguvu. Shajaun, ni shujaa. Saburun, ni mvumilivu kwa hakika mtu kama hiyo. Enyi ndugu Waislamu, hii ndiyo funga. Inna Allah Ta'ala, na tujue kwamba Allah yeye ghaniyun anna, ni mkwasi na sisi. Walaysa lahu manfa'atan fi hirmanina, na wala yeye Mwenyezi Mungu hapati manfaa ya aina yoyote kwa kule kujizuilia kwetu eti min shahwatina, kutokana na matamanio yetu, tukaacha vyakula vyetu, tukaacha ahli zetu, tukaacha mambo yetu, kwamba tena Mwenyezi Mungu labda anufaike na kitu katika hayo. Hapana. Walakin almanfa'ata, lakin manfaa yote taudu alaina, narejea kwetu sisi wafungaji. Nahnu
min tadribi anfusina, katika kuzilea nafsi zetu na kuzizoesha katika mambo ala alkifahi wa ihtimali almashaqqa, juu ya kupambana na kustahimili katika matatizo mbalimbali, wal mataibi, na tabu mbalimbali. Kwa hakika manufaa bana yanarejea kwetu katika kutufundisha kustahimili, wasuluki alkhairi wal fadilati, na kuziendea njia bora na tukufu, sabirina fi sabili dhalika, tukiwa tunasubiri katika njia hiyo. Funga bana inakulea kustahimili. Kusoma inakufundisha unasubiri, unapambana kabisa, hata kama huna kitu tumboni, uko tayari kufunga tumbo, lakini unakwenda zako darasani. Mwanamke anafunga tumbo, anakwenda masafa ya mbali, anakwenda zake darasani kwa ajili ya kutafuta khairi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya mwezi wa Shaabani, wallahi nilikuwa na muhadhara Masjidi Maitha kule Daraja Bovu. Kabla kufika muhadhara, nilikuwa niko katika madarasa moja, basi alinipita bibi mmoja, mtu mzima kabisa, mtu mzima kabisa, wallahi anakwenda zake darasani kwa kutambaa. Bibi mkongwe kabisa anakwenda zake, na mtazama, anaingia darasani anatambaa kabisa. Kwa hivyo mtu anakuwa anafuata katika mambo ya khairi. Funga bana inatufundisha mambo hayo, tena mtu anakuwa amelemaa mpaka kufika Ramadhani nyingine, wengine anakuwa amelemaa hivyo. Ala mashaqqati siyami, inatufundisha funga juu uzito kubeba funga hiyo. Fa idha kana as-sawmu nisfu as-sabri, itakapokuwa funga ndo nusu ya sabra, fa hadha as-sabru, fa inna hadha as-sabru wathiqu as-silati bitaqwiyati al-irada wal azima. Sabra hii kwa hakika imekuwa ndio muhuri wa kiunganishi ambao unatupa sapota kupata kiunganishi juu ya kutia nguvu makusudio tutakayokuwa nao sisi na azma tutakayokuwa nao katika mambo ya khair. Fasawmu lisighari, sasa funga kwa watoto wadogo. Tadribun, inakuwa ni kama mafunzo, wanafundishwa, wanalelewa watoto wadogo. Walishababi, na kwa upande wa vijana sasa istiqamatu, wao wametakiwa, kwa kuwa tayari washakuwa na ustamilivu, wanatakiwa sasa wawe na istiqama ya mambo katika mambo ya sharia, wasibabaishwe. Walil kibari, na kwa kuhusu upande wa watu wazima sasa, wao wametakiwa kafu lil adha. Wao sasa mtu miaka 60 hapo ishakwenda bwana, miaka 50 tena draft la nini wewe? Wao ndio wanatakiwa sasa kujizuilia na maovu na maudhi, wanatakiwa watu wazima sasa. Anaendea mtu mkongojo tena, mambo mengine aachie kabisa, ndio muda wa kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, ajizuilie kabisa na maovu. Wa tahqiqil birri, na jipinde katika kuthibitisha wema, wal ihsan, na kufanya mambo mazuri mema. Ama sami'ta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwani hujamsikia Nabii Muhammad yansahu shababa, ana wanasihi vijana kwa lugha ya upole kabisa. Yaqulu lahum, anasema kuambia wao, ya maashara shababi, enyi pote makundi ya vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yoyote katika nyinyi ambaye anaweza harakati za ndoa upesi na aoe. Waman lam yastati, anawatibu sasa, anaambia yule ambaye hawezi, mahari hana, pakukaa hana uwezo kumhudumikia mke, basi fa alayhi bisawm, ajilazimishe mtu huyo kufunga. Ikiwa ataogopea kuingia katika bala, kuingia katika fitna, kuingia katika upotevu, basi ajilazimishe kufunga. Fa innahu lahu wijaun, kwa sababu funga hiyo itampiga block, itamzuia kwenda katika maovu hayo, kwa sababu anapokuwa na njaa mtu
tumbo lake linapokuwa na njaa inakuwa ni kama mto fulani, yasbahu minhu almalaikatu, wanaogelea katika mto huo malaika. Lakini mtu anapokuwa na shibe, story habari mbaya mbaya zinamjia kama simu. Hapo tena atakuwa ndio muda wa kuchezea, hana tena hapo muda kumtaja muda wake. Hapo tumbo hilo linakuwa sasa naharun, unakuwa ni kama mto, yasbahu minhu shayatinu, wanaogelea katika mto huo mashetani. Sasa mtu anapokuwa na njaa kabisa, mishipa inakuwa haina hisia tena ya kufikiria tena mambo mengine. Basi Nabii Muhammad kazungumza na vijana namna hiyo, waqala, na akasema nasiha alkibara wasighara, huku akiwa anawanasihi watu wazima na watoto wadogo. Anawaambiaje? man lam yada qawla zuri, yule ambaye hakuacha maneno ya uongo. Kaenda pahala kasema uongo, biashara kati ya uongo, kitu gani kati ya uongo, akadanganya mtu pengine uko garini, anamwambia mwenzake bana mimi niko pahala fulani, kumbe muongo. Basi wala amala bihi, akawa ndo kazi yake, anafanyia kazi jambo hilo. Falaisa lillahi hajatan, hakuna shida kwa Mwenyezi Mungu yoyote fi an yada ta'amahu wa sharabahu, mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Basi yeye hakuna haja yote Mwenyezi Mungu, ina maana hakubali. Kuna haja gani ya kuacha mtu chakula chake kinywaji chake, hali ya kuwa akajizuia na maovu ya ulimi, maovu ya uongo? وماذا قال, nakasema dini Nabii Muhammad anil mar'ati allati, kutokana na mwanamke ambaye kanat tusalli, mwanamke huyu alikuwa anasali, watasumu, na mwanamke huyu alivyokuwa hodari alikuwa anafunga, anasali na anafunga, watudhi jiranaha bilisaniha, huku anawaudhi majirani zake kwa kutumia ulimi wake. Mwanamke huyo Nabii Muhammad kasema nini alipoulizwa mwanamke kama huyu itakuwa kwaje? Na sio mwanamke tu, kwa kuwa ndo habari imemzungumza mwanamke, hapana, hata na mwanamume na yeye pia vile vile. Mtume qala, akasema mwanamke huyo hiya finnari, huyo atakwenda motoni, hata kama anaswali, hata kama anafunga. Kile kitendo cha kuwaudhi majirani zake kwa kutumia ulimi wake, Mwenyezi Mungu hakubali, hathamini sala yake, hakubali funga yake, anakwenda zake motoni. Wama dhalika, na haikumpasa kwenda motoni illa, isipokuwa lianna siyamaha, kwa sababu ile funga yake haikuwa ni funga ya umakini. Kana sathiyan, funga yake ilikuwa ni kama paa fulani imemziba, aonekanike yeye mchaji, aonekanike muislamu safi, aonekanike mcha Mungu. Imekuwa ni kama chaka la kuweza kujifichia maovu yake. falam yamna'ha min adhiyati khalqillahi, haikumzuia funga kutokana na jambo la kuwaudhi viumbe wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hakubali kabisa kabisa kwa mfungaji akao anawaudhi viumbe wa Mwenyezi Mungu, si kwa kutumia maredio, kwa fungulia muziki, si kwa kuwasema vibaya. Mwenyezi Mungu anakuwa mtu hakubali kabisa mtu aina kama hiyo funga yake.